Tunaingia katika stori yetu mpya inayokwenda kwa jina la Raha ya Tunda. Mfanyabiashara mkubwa ndani ya Tanzania, Abraham Al-Khalfa, alikuwa yupo nyumbani kwake amekaa sebuleni anachezea simu yake. Alikuwa ameingia mtandaoni na kutafuta jina la mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Ifunanya Paulo. Ifunanya Paulo picha zake zilikuja ila hakuwa akajionyesha sura yake, bali alikuwa anaposti sana picha za lips. Abraham akawa anajitahidi kuangalia picha zake, huenda akaiona sura ya Ifunanya, lakini hakubahatika kuiona. Zaidi alikuwa anaona picha za lips tu. Akajiuliza mwenyewe, ina maana hakuna picha yake hata moja? Alikuwa anajiuliza huku anaendelea kutafuta picha zake, lakini hakuziona, na mwisho akainuka na kwenda kuchukua kinywaji chake kwenye friji, akakaa na kuanza kunywa. Akiwa anaendelea kunywa kinywaji chake, Aksan akaingia pale sebreni. Huyu Aksan ni dereva wa Abraham. Alienda kukaa karibu na Abraham na kuanza kuongea naye. Aksan alikuwa anamshawishi Abraham akubali kuingia kwenye mambo ya siasa kama baba yake mzee Khalfa anavyotaka. Aksan akawa anaendelea kumwambia Abraham kuwa akiingia kwenye siasa atafanikiwa kupata uongozi kwa sababu baba yake mzee Khalfa ni mtu mkubwa sana ndani ya chama chao, na ukizingatia mzee Khalfa alikuwa anapenda sana kijana wake awe mwanasiasa. Alikuwa anahitaji kwa miaka ya baadaye Abraham aje kuwa rais wa nchi ya Tanzania kama yeye sasa hivi alivyokuwa rais. Mzee Khalfa, Khalid Khalfa, yeye ndiyo rais wa nchi ya Tanzania kwa sasa hivi. Na malengo yake anahitaji kijana wake Abraham na yeye aje kuwa rais wa nchi ya Tanzania kwa miaka ya huko baadaye. Ila alihitaji aanze siasa mapema ili aweze kukomaa katika siasa. Ila ndio hivyo, Abraham mwenyewe alikuwa yupo mbali sana na mambo ya siasa. Yaani kwa kifupi siasa sio vitu vyake kabisa. Aksan akawa anaendelea kumshawishi Abraham akubali kuingia kwenye siasa. Lakini Abraham akamwambia Aksan kuwa hakuwahi kuipenda siasa hata siku moja, na hakuwahi kuvutiwa kuwa kiongozi wa aina yeyote ile kwenye nchi yake. Hivyo anawaachia wenye mapenzi na siasa waweze kufanya kazi. Na akasema pia Abraham kuwa yeye hahitaji kuishi nchini Tanzania, malengo yake ni kwenda kuishi nchini Ufaransa. Ila kwa sasa hivi yupo Tanzania kwa ajili ya kazi moja tu, na kisha kamilisha hiyo kazi basi anahama mazima nchini Tanzania. Aksan akauliza ni kazi gani hiyo? Abraham akasema kuwa atamwambia ila sio kwa sasa hivi. Baada ya siku kadhaa kupita, Abraham alikuwa ameandaa party mahali fulani hivi pa utulivu kweli. Hii party ilikuwa inahusisha wanafunzi wenzie waliomaliza nao sekondari. Aliwaalika wote na lengo lake wanywe na kula chakula, huku anapiga stori za enzi zile za shule. Hivyo watu walifika kwa wingi na sherehe ikawa inaendelea. Ilikuwa ni mwendo wa kukumbushana tu yaliyopita, enzi wakiwa bado vijana wadogo wa sekondari. Sherehe ikiwa inaendelea, Abraham aliomba maiki ili aweze kuzungumza. Akapewa kipaza sauti na watu wakatulia kwa ajili ya kumsikiliza yeye. Abraham akasema kuwa akafurahi sana siku ya leo kuungana na wanafunzi wenzie wa sekondari. Anafurahi sana kuwaona, ila akasema kuna baadhi ya watu alikuwa hawaoni. Akawataja hao watu kuwa ni Kenneth, Adam pamoja na Ifunanya. Aliuliza hao watu kwani hawakupatikana, maana alikuwa hawaoni hapo. Rafiki wa Adam alisimama na kusema kuwa Adam kwa sasa hivi anaishi nchini Ufaransa. Huko ndio kwenye makazi yake, na angekuja tungempa taarifa mapema. Rafiki wa Kenneth naye alisimama na kusema kuwa rafiki yake Kenneth alikuwa amefariki miaka 2 iliyopita. Watu walihuzunika sana na wakatumia dakika 10 kwa ajili ya kumuombea apumzike mahala pema peponi. Na baada maombi mafupi, Abraham akauliza na alipo Ifunanya. Rafiki wa Ifunanya alisimama na kusema kuwa Ifunanya anajua kuwa leo kuna party yetu wanafunzi wote, ila sasa kaogopa kuja kwa sababu ya mwanaume wake anaishi naye. Ni dikteta sana, anamtesa mno, hampi uhuru wa maisha yake. Hivyo ndio maana Ifunanya kaogopa kuja kwenye hii party. Watu walihuzunika sana baada ya kusikia maisha anayoishi mwanafunzi mwenzao wa zamani. Party iliisha na kila mmoja alirudi nyumbani kwake. Abraham alikuwa na mawazo sana kuhusu Ifunanya. Ile habari aliyoambiwa na Riana rafiki wa Ifunanya ilimhuzunisha sana. Alichukua simu yake na kumpigia Riana. Riana akapokea na Abraham akamuomba Riana afanye kila anachoweza aweze kumkutanisha na Ifunanya. Riana akasema sawa, atajaribu. Abraham akamwambia sijaribu bali afanye kabisa, kwa sababu yeye anahitaji kumtoa Ifunanya kwenye matatizo aliyokuwa nayo. Riana akasema sawa, atafanya hivyo na atafurahi sana akimtoa rafiki yake kwenye kifungo
alichokuwepo, kwa sababu sasa hivi Ifunanya haishi maisha ya uhuru. Hata ile ndoto yake ya kuja kuwa makeup artist mkubwa imekufa. Hata mitandaoni hatakiwi kuposti picha zake. Mchumba wake hataki ajiposti, hivyo kabaki kuposti picha za lipsi tu. Abraham akasema yupo tayari kumsaidia Ifunanya na aweze kuwa huru na maisha yake. Rihanna akasema anamuunga mkono Abraham na watakuwa pamoja bega kwa bega. Abraham akamaliza kuzungumza na Rihanna, akaweka simu yake pembeni na kujilaza kitandani. Hakupata usingizi. Akili yake yote ilikuwa inamwaza Ifunanya. Akakumbuka Abraham kipindi wanasoma sekondari. Yeye alikuwa anashobokewa sana na wasichana wa shuleni kwao. Abraham ni mzuri sana wa sura. Hivyo wasichana walikuwa wanampenda sana mpaka walifikia hatua ya kumtongoza Abraham. Sasa Abraham hakuwahi kumkataa mwanamke yeyote aliyekuwa anajipeleka kwake. Wote alikuwa anatembea nao kwa nyakati tofauti tofauti. Walikuwa wanamuita handsome boy wa shule. Walikuwa wanampenda sana na walikuwa wanajipendekeza sana. Ila Abraham mwenyewe moyo wake uliangukia kwa msichana mwingine kabisa, ambaye huyu hakuwahi kuwa na shobo naye hata siku moja. Alikuwa si mwingine bali ni Ifunanya Paulo. Huyu binti hakuwahi kujipendekeza hata siku moja kwa Abraham. Yeye alikuwa ipo bize na alichokifuata shule. Ila Abraham mwenyewe anakiri kuwa ni msichana pekee aliyempenda sana kwenye ile shule yao. Anaendelea kukumbuka Abraham kuwa baada ya kumaliza shule alijua kuwa atamsahau Ifunanya kwa sababu atakuwa hamuoni tena. Maana kila mmoja ataenda kuendelea na maisha yake mbele ya safari. Na kweli Abraham alienda nchi tofauti tofauti kuendelea na masomo yake. Na huko kote alikutana na wanawake wengi sana wazuri na wengine walikuwa wapenzi wake kabisa. Lakini anakiri hakuwahi kumsahau Ifunanya. Ifunanya kwake alibaki kuwa the best muda wote. Siku iliyofuata asubuhi Rihanna akaenda nyumbani kwa Ifunanya. Huko alienda kumhadithia kuhusu pati yao ya jana usiku ilivyoenda vizuri. Walifurahi sana kukutana wanafunzi waliomaliza pamoja. Ifunanya akawapa hongera tu kwa pati kwenda vizuri. Rihanna akamwambia kuwa baada ya pati Abraham alimpigia simu na kuomba kukutana na yeye. Akaendelea kusema Rihanna kuwa alimuelezea Abraham kila kitu anachopitia Ifunanya sasa hivi kwenye maisha yake, na Abraham akaahidi kumsaidia Ifunanya. Hivyo alikuwa naomba waweze kukutana na wazungumze. Ifunanya aliogopa sana na kusema leo mchumba wake amesafiri, hivyo ana uwezo wa kutoka na kuelekea huko anapohitaji Abraham wakutane. Ila anaogopa kukutana na Abraham kwa sababu ni mtu maarufu sana kwa sasa hivi. Kwa hiyo wanaweza kukutana na wakapigwa picha na kupostiwa mitandaoni, alafu Aidan ataona na kuanza kumfokea pamoja na kumpiga. Rihanna akaendelea kumbembeleza Ifunanya aweze kukubali kukutana na Abraham na alimwahidi kuwa hakuna chochote kitakachotokea kwake. Abraham hataweza kuruhusu picha zipigwe, atakuwa na ulinzi mkubwa sana. Ifunanya alizidi kukataa kwa sababu alikuwa haamini anachokiongea Rihanna. Rihanna alimhakikishia kuwa hawatachukua picha, ila Ifunanya akazidi kukataa. Rihanna alimbembeleza sana mpaka akahisi dalili za kushindwa, na hapo Ifunanya akamwambia kuwa kama nataka wakutane basi itabidi wakutane mahali pasiri sana. Rihanna akasema sawa, ngoja ampigie simu Abraham. Alimpigia simu pale pale na Abraham akapokea ile simu. Rihanna akamwambia kuwa yupo na Ifunanya muda huu na amemwambia kuhusu kukutana na yeye. Ifunanya akakubali, ila kaomba waweze kukutana mahali pasiri. Abraham akasema hilo halina shida, ataandaa sehemu nzuri ya kukutana. Rihanna akasema sawa na kukata simu. Abraham alifurahi sana kwa Ifunanya kukubali kukutana na yeye. Usiku wa saa 1 Abraham na Ifunanya waliweza kukutana kwenye hotel moja kubwa sana. Hoteli ya hadhi ya juu sana. Hoteli ambayo haingii mtu mwenye kipato kidogo wala mwenye kipato cha kati. Ni hoteli inayoingia watu wazito sana. Watu wenye pesa zao, watu wanaomiliki madolari. Basi baada ya kufika hapo alianza mazungumzo. Abraham alihitaji kujua kama Ifunanya anafurahia maisha yake na mchumba wake, na akamuuliza kuhusu ndoto yake ya kuja kuwa makeup artist mkubwa ndani ya nchi na nje ya nchi. Je, bado ana hizo ndoto na mpaka sasa hivi kafikia wapi kwenye kutimiza ndoto zake hizo? Ifunanya akashusha pumzi ndefu na kujiweka vizuri kwenye kiti chake na kuanza kumuelezea Abraham vitu vilivyojaa moyoni mwake. Anasema kuwa ndoto zake zilivunjika pale tu alipokutana na huyu mwanaume wa kuitwa Aidan, ambaye ndio mchumba wake kwa sasa hivi. Jinsi alivyokutana na Aidan alihamia kwenye mtaa wao waliokuwa wanaishi. Aidan alipanga nyumba nzima kwenye nyumba moja hivi ya kifahari sana, na hiyo nyumba ilikuwa ipo karibu
sana na nyumba yao wao. Hivyo Aidan akawa anamuona Ifunanya mara kwa mara, na siku moja akamtongoza Ifunanya. Ifunanya anasema alikataa kuwa na mahusiano na Aidan, ila baadaye mama yake alikuja kugundua kuwa Aidan anamtaka Ifunanya, na hapo akaanza kumforce Ifunanya aweze kumkubali huyu mkaka ambaye alikuwa anaonekana na ukwasi wa kutosha sana. Anasema Ifunanya mama yake hakuishia hapo, bali alienda kwa Aidan. Anasema Ifunanya mama yake hakuishia hapo, bali alienda kwa Aidan na kumuomba msaada wa kumtibia mumewe maradhi yanayomsumbua, na akamwambia kuwa endapo atakuwa kampenda binti yao Ifunanya, basi wapo radhi kumuozesha kwake. Aidan alikubali kumuuguza Mr. Paulo, baba mzazi wa Ifunanya, kwa ahadi kuwa anahitaji kumuoa Ifunanya. Na hapo mama yake Ifunanya akamkabidhi Ifunanya kwa Aidan, na Aidan akaanza kutoa pesa kwa ajili ya matibabu yake, kwa ajili ya matibabu ya baba yake Ifunanya. Ifunanya anasema kuwa baada ya kuanza kuishi na Aidan ndio akamgundua Aidan kuwa ni mwanaume mkali sana, anagubu sana na ni dictator sana. Alienda kumwambia mama yake kuhusu tabia za Aidan, na mama yake akamwambia kuwa avumilie kwa sababu anamsaidia baba yake katika matibabu yake. Basi ikabidi Ifunanya aweze kurudi kwa Aidan, aendelee kuteseka huku baba yake aweze kusaidiwa katika matibabu yake. Baba yake Ifunanya alikuwa anaugua maradhi ya figo. Figo zake zilikuwa zinajaa maji. Hivyo basi Aidan alikuwa anatoa pesa mara kwa mara kwa ajili ya baba yake mkwe kwenda kunyonywa maji kwenye figo zake. Ifunanya akaendelea kusema kuwa malengo ya Aidan ni kumuoa yeye, lakini yeye hamtaki Aidan kwa sababu tabia zake ni mbaya sana. Hivyo hawezi kuishi na mtu kama huyo. Abraham akauliza Aidan anashughulika na kazi gani? Ifunanya akasema kuwa Aidan ni mfanyabiashara mkubwa. Abraham akauliza mbona hamjui huyo jamaa, kwa sababu yeye wafanyabiashara wakubwa wengi anafahamiana nao. Ifunanya akasema kuwa Aidan ndivyo alivyomwambia kuwa yeye ni mfanyabiashara mkubwa sana, na mara kwa mara huaga na safiri kwa ajili ya mambo yake ya biashara. Akasema kuwa hata sasa hivi kasafiri kwa ajili ya biashara zake. Abraham akasema sawa, na kusema kuwa atamfuatilia huyo jamaa ili aweze kumfahamu vizuri. Wakiwa wanaendelea na maongezi yao, mara Ifunanya akashtuka sana baada ya kuwaona watu wawili wakiwa wanaingia hotelini hapo. Abraham aliona ule mshtuko na kumuuliza Ifunanya nini kilichomshtua namna ile. Ifunanya akasema kwa sauti ya chini sana kuwa huyo aliyeingia hapo hotelini ndio mchumba wake Aidan. Akasema Ifunanya anashangaa kumuona hapo muda huo, wakati asubuhi ya leo alimwaga kuwa anasafiri kikazi. Ikabidi Abraham naye ageuke kumwangalia huyo mchumba wa Ifunanya. Aligeuka kiakili sana na kuangalia. Yule mwanaume alikuwa kainama chini kama alikuwa anafunga viatu kama alikuwa anafunga vizuri kamba za viatu vyake. Kwa hiyo Abraham hakuweza kumuona vizuri, ila huyu mwanamke alikuwa anaonekana vizuri. Alikuwa ni mwanamke mrembo sana, na pia alikuwa anaonekana na pesa sana. Abraham akarudisha macho yake kwenye meza yao, na Ifunanya akamwambia Abraham kwa sauti ya chini sana kuwa waondoke, kwa sababu Aidan akimuona hapo itakuwa ni bonge moja la msara. Abraham akamwambia wataondoka, ila siwe na pressure kwa sababu Aidan hajamuona, na akiwa na pressure namna hiyo basi Aidan anaweza akamshtukia. Ikabidi Ifunanya atulie. Na hapo Abraham akageuka tena kwa utulivu na kumwangalia Aidan. Aidan alikuwa akashaweka sawa kiatu chake na alikuwa kakaa vizuri, anaendelea kuzungumza na huyu mwanamke aliyekuwa naye. Abraham baada ya kumwangalia akashtuka kidogo na kumgeukia Ifunanya na kumuuliza, yule ndio Aidan? Ifunanya akajibu ndio. Vipi unamfahamu? Aliuliza swali Ifunanya. Abraham akasema ndio anamfahamu. Na huyu jamaa sio mfanyabiashara ila ni tapeli. Yeye anamfahamu kwa jina la Oz. Huo ndo unakuwa mwisho wa sehemu ya kwanza, tutaendelea sehemu ya